Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa bat. Ni tena mhadhiri wenu Abdul Wahhab Karangwa, na ni maudhui ile ile, Uislamu ni dini ya kweli. Naam, tunaendelea mbele na umuhimu wa swala. Tunaendelea mbele na kuizungumzia swala. Swala katika mwanadamu tumeiona kwamba tulikuwa tukizungumzia uzuri wake, uzuri wa swala. Uzuri wa swala ni kwamba swala inakupa ushindi katika kila jambo. Inakuwa ni kinga kubwa sana la kumthibitisha mwanadamu kuwa mwepesi wakati wa mambo yanayomkumba. Akisimamisha swala, basi anakuwa ni mgumu, anakuwa amesimama kwenye jambo ambalo ni kubwa sana, yani imethibiti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Baqara tena anatuambia wasta'inu bis-sabri was-salah. Anasema kwamba mkitaka ushindi, kama mnataka kushinda ushindi kutoka na matatizo yanao wakumba duniani, ushindi wako katika maisha yako, ushindi wako katika uhai wako, ushindi wako katika afya yako, ushindi wako kutokana na matatizo uliyomo, ushindi wako kwa wale ambao wana kufanyia ubaya, ushindi wowote ambao kwa katika hii dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ista'inu bis-sabri, ebu shikeni, ambateni na uvumilivu. As-sabr, uvumilivu. Hii ni ngao ya kwanza. Hii ndio ngao ya kwanza katika ngao kubwa za mwanadamu, napaswa uwe nazo. Kuwa mvumilivu kwa jambo lolote. Kuwa mvumilivu katika mambo yote, mazuri au mabaya. Kuwa mvumilivu, kuwa na subira kwa kila jambo. Mtu ametoka kule anakutukana bila sababu, usije na wewe ukamrudisha moja kwa moja. La, jamani, unatukana kwa nini? Nimefanya jambo gani? Nimekukosea nini? Ukiona naendelea, basi mpishe. Hiyo yote ni sabr. Mwenyezi Mungu anasema wasala, na kusimamisha swala. Ukisimamisha swala ukiwa na uvumilivu na ukisimamisha swala, basi umepata ngao ya ushindi. Umeshapata ngao ya ushindi. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anakuambia kwamba fa innaha lakabiratun, ili jambo, hizi nguzo mbili kuwa nazo, lakabiratun, ni mambo makubwa sana, ni ngao kubwa sana, mambo mazito kweli, yani yanayomfaa mtu. Ni mambo ambayo akichikamana nayo atapata ushindi wa aina mbili. Atapata ushindi wa hapa duniani maishani, na atapata ushindi mkubwa sana ambao ni ushindi wa kesho yaumul qiyama, akifika mbele yake na Mola wake. Atakuwa ameyatengeneza vizuri mambo yake Allah. Atakuwa amemsikiliza vizuri Mola wake. Atakuwa amemridhisha Mola wake kwa kila jambo, kwa sababu atakuwa ni mvumilivu kwa kila jambo. Akipata mazuri anamshukuru Mola wake, anajua kwamba haya mambo mazuri niliyopata ya kunifurahisha ni mazuri kutoka kwake, na hii itakuwa na yenyewe ni kama kunipima, ananitima nikoje. Unavumilia, unakuwa na subira, unasimama kitede, na unafanya mazuri kutokana na yale mazuri Mwenyezi Mungu amekupa. Kwa hiyo utakuwa umepata ushindi katika dunia, na yaumul qiyama Mwenyezi Mungu atakulipa mema mazuri. Allah anasema kwamba fa innaha, aya mambo mawili, la kabiratun, aya mambo mawili ni makubwa mno, ni makubwa sana.
mbele yake Mwenyezi Mungu ni mazito sana kwa mwanadamu, akiyashika akiambatana nayo ni asaburu, la kwanza kabisa, waswala, na kusimamisha swala. Swala ni jambo kubwa sana, ni jambo zuri sana ambalo linapasha ni mwanadamu awe na sifa nalo. Swala uwe ni mwenye kusali. Kwa hiyo ambaye hasali atapata wapi ushindi? Hana ngao na maadui wake ni wengi. Ndugu zangu, maadui ambao tunao usifikiri ni adui ambao anataka kukuua. La, tuna maadui ambao wanataka kutupuuzisha na tusipate pepo ya Mwenyezi Mungu, tusije tukapata pepo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hawa maadui wetu hawataki sisi tuambatane na mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na sisi lazima tufanye nini? Tuwe wenye subira, tuwe wenye kuvumilia, tuambatane nao, kwa sababu ngao nzuri tumeishaipata. Ngao tunayo ni kwamba ngao ya kutukinga na kutulinda ni ngao ya sabur, kuwa na subira. Ya pili, as-sala, kusimamisha swala. Swala iwe ni tabia zetu. Swala tuiweke katika uhai wetu, bali tuiweke ni ya kwanza katika mambo yote. Ndugu zangu waumini na yoyote yule ambaye ananisikiliza, sisi ni waja wake Mola watu. Sisi ni waja wake Mola wetu. Sisi kazi zetu ni kumridhisha Mola wetu. Kwa hiyo kama hatujafanya kazi zetu, ni sisi tunaziharibu nafsi zetu, tunaharibu uhai wetu, tunaharibu mambo yetu, kwa sababu Mola wetu atupenda sana. Mola wetu utupenda sana, ni mpenzi wetu kuliko, kwa sababu ndiye anatufahamu vizuri, na ndiyo sababu anatuwekea hizi nyakati na hivi vitendo ambavyo vitatukurubisha, vitatuleta tuweka karibu naye, kupata radhi zake Mola wetu. Kwa hiyo swala ni jambo zito la mtu kuweza kupata ushindi, lazima awe ashikamana na swala. Nimesema kwamba ni kuwa mvumilivu katika jambo lolote, zuri au baya. Linakuwa ni baya kwa sababu linakuletea matatizo wewe kama mwanadamu, lakini kwa Mola wako ni zuri kwa sababu ameliweka kwenye hekima. Ana hekima kwa nini amekufanya hivyo. Ana hekima yake kwa nini leo uko hivyo. Ana hekima yake Mola kwa nini leo uko vizuri, umefurahi. Ana hekima zake kwa nini leo umepata usumbufu. Ana hekima kwa nini leo umepata usumbufu, kwa nini umepata usumbufu katika uhai wako. Anakuwa ana hekima zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo swala ni jambo ambalo ni kinga kubwa sana, ambalo Mwenyezi Mungu huitumia au ametupa tuitumie kwa kufanya uzuri, tuitumie kwa kumtafuta radhi zake Mwenyezi Mungu, tuitumie kwa kupigana na madui zetu. Wasta'inu, mujambatenini, shikamaneni bisabri, na kusubiri, waswala, na kusimamisha swala. Shikamaneni na subira, shikamaneni na swala. Swala ni jambo la kutufikisha peponi. Swala ni njia moja ya kutupa ushindi katika uhai wetu hapa duniani na kesho akhera mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii swala ambayo nilikuwa nikizungumzia ni swala ya nguzo katika nguzo za Uislamu, ambazo ni swala za lazima, vipindi vya lazima, ambazo ni swala 5. Lakini kuna swala zingine zinamkaribisha mwanadamu kwa Mola wake, azifanya katika wakati wake na kutaka kumridhisha Mola wake, ambazo zinaitwa sunna. Hizi sunna
kuzisali, ndugu yangu, zinakufanyia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, sunna zinakufanyia jambo la kwanza, zinakufanya kuwe kipenzi chake, uzidi kuwa kipenzi chake Mwenyezi Mungu. Kama ukifanya sunna, basi unakuwa umetekeleza jambo ambalo linazidisha mapenzi yako baina yako na Mola wako. Hilo ni la kwanza. La pili, sunna zinasababisha mwanadamu ashikamane na faradhi. Kama alivyosema mwanazioni mmoja, alisema kwamba almandubat khadim lilwajibat. Almandubat khadim lilwajibat. Anasema kwamba sunna ni mfanyakazi. Hizi sunna ni mfanyakazi au ni wafanyakazi wa vile vya lazima. Tulete mfano. Mtu akiambatana na rakaa 2 za kabla salatu al-fajr. Rakaa 2 kabla ya kwenda kusala al-fajr. Je, huyu mtu atapitiwa na salatu al-jamaa ya salatu al-fajr? Haiwezekani. Hawezi kupitwa. Kwa hiyo ulikuwa ukikuta wa salafu salih, watu waliotutangulia na wakabjua Mola wake vilivyo, waliotufundisha dini, uliwakuta wakati wao walikuwa hawapiganii raka, yani walikuwa wakichungana na takbiratul ihram. Hataki kupitwa na takbiratul ihram. Alikuwa akifanya, yani akijitengeneza kabla ya wakati ili apate takbiratul ihram, au yuko msikitini nyuma ya imam. Kwa hiyo mambo ya au msemo wa huyu mwanazioni ni ukweli kweli. Ni kweli kabisa, ni haki kwamba sunna ni wafanyakazi wa mambo ya lazima. Mtu hapo ni katika utekelezaji hapa duniani. Katika utekelezaji hapa duniani, mtu ukipigania sana rakaa 2 za kabla salatu al-fajr, ina maana salatu al-fajr huwezi kukupita, takbiratul ihram huwezi kukupita ya salatu al-fajr. Hapa ni khidma ya kwanza hapa duniani. Khidma ya pili ni kwamba siku ya kiyama, yaumul qiyama, awwal ma yuhasabu bihi al-abd yaumul qiyama as-salah. La kwanza kabisa Mwenyezi Mungu atakalohisabu kwa wanadamu itakuwa ni swala. Fa in wujidat tamma, itakapokutwa hii swala imejaa kabisa, imetimia kweli, imetimiza lazima zake, imetimia kama Mwenyezi Mungu alivyoipenda, analikubali, basi Mwenyezi Mungu hatomhesabu kwa mengine, kwa sababu atakuwa ametengamaa kwa yote. Na ikikutwa hii swala iko upungufu fulani, basi itabidi kila kitu wakiweke mizani, wachiweke kwenye mizani. Sasa wakati wa kuweka kwenye mizani kwa kuna upungufu katika swala, Mwenyezi Mungu atawaambia malaika au atawaambia watu, je, mja wangu ana lolote katika sunna ili tumjazie? Kuna lolote amefanya katika sunna? Watizame katika kitabu cha sunna, wakute umefanya sunna, umesali sunna ni rawatib, umesali swala zote, wakakuta kuna sunna nyingi umefanya, atasema Mwenyezi Mungu, hebu chukueni hizo sunna, njooni mjaze, mzijazishe faradhi zake. Kwa hiyo unakuta sunna imefanya kazi mara 2. Imefanya kazi hapa duniani wakati unatekeleza mambo ya lazima, kwa sababu umeambatana na sunna kwanza, umepata nguvu na kutimiza wajibati ambazo umeamrishwa. La pili, sehemu ya pili ni kwamba zitakwenda kujazia kilichopunguka katika swala zako.
ndugu zangu, nataka usisahau kwamba hapa tunazungumzia kwa ule aliyesali, tunazungumzia kwa mja wake Mola aliyesali, aliyefikiria swala, aliyetimiza swala, ndugu yangu. Ama ule ambaye hakusali, je, watajaza vipi? Watajaza ya wapi? Na hajasali hata iye ya faradha hajaisali. Kwa hiyo ndugu zangu, ni lazima tufikirie jambo kubwa la swala. Swala ndiyo nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. Swala ndiyo nguzo ambayo haina kiziwizi, haina Mwenyezi Mungu hakuiwekea kwamba kama una uwezo sali, kama hakuna uwezo usisali, kama una uwezo sali, kama hakuna uwezo usisali. No, ameiwekea kwamba lazima usali, vyovyote ulivyo usali, kwa sababu kusali kwako ndugu yangu, kusali kwangu, kusali kwetu, hii swala Mwenyezi Mungu ametupa hii swala ni namna ya kutupenda kutupenda na kutupa mambo mazuri na kututakia mambo mazuri. Ndugu zangu, Uislamu, Mwenyezi Mungu ametupa Uislamu kama vile kutuonyesha kwamba sisi yiko karibu nasi, yiko katika mapenzi yake. Anatupenda sana Mola wetu, anatupenda sana Mola wetu, anatutakia mazuri Mola wetu, atuomba sisi tuwe waja wazuri. Mwenyezi Mungu hataki kutuadhibu kwa sababu yeye ni muumbaji wetu. Mwenyezi Mungu ataka sisi tuwe Waislamu ambao ni wazuri, watakwenda kukutana naye tukiwa tumeisha yapata yale ambayo ametuandalia Mwenyezi Mungu. Sasa ndugu zangu Waislamu na yoyote anayenisikiliza, ni kwamba natakiwa tuwe ni wenye kusimamisha swala, tuwe ni wenye kumsikiliza Mwenyezi Mungu na kwenda sambamba na yale anayoyataka. Ndugu zangu Waislamu, tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuweke katika waja wake ambao wanasimamisha swala vilivyo, na atuweke kwa waja wake ambao wanasimamisha kwa swala za sunna, na atufanye waja wake wema. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.